Neema ya Mungu imetuwezesha tena siku ya leo kupata nafasi hii ya kuweza kuisikia sauti ya Mungu kupitia neno lake tena siku ya leo. Haleluya. Na ujumbe wa leo tunaupata kwenye Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 20 mstari ule wa 21 na 22. Nami nitasoma katika jina la Yesu. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Tuombe. Mungu mwema, tunakushukuru kwa sababu ukuliacha kanisa lako katika hali ya unyonge. Ulisema hutaliacha kanisa lako kama yatima. Na ndio sababu uliwavuvia wanafunzi wako Roho Mtakatifu. Na siku ya Pentekoste uliweza kumwaga kipawa cha Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wako. Hayo yote uliyafanya ukiwa na kusudi jema, ukilitakia kanisa lako tumaini na kufanikiwa katika siku zake hapa ulimwenguni na siku za mwisho. Kwa sababu umesema utukufu wako wa kanisa lako katika siku za mwisho utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Mungu, tunakusihi, tunaomba ukalirejeshe kanisa lako la sasa utukufu mkubwa kama neno lako linavyosema, ili kupitia utukufu huo kusudi lako jema liweze kufanikiwa, la watu kuokolewa na kuurithi ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ambao umeuandaa tayari. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu atusaidie tunapoendelea kujifunza na kutafakari neno lako. Neno lako lituweke huru, neno lako litufungue, neno lako litutie katika kweli yako. Na tunaamini itakuwa hivyo kwa utukufu wa jina lako takatifu, na watu wote tuseme amen. 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 Tunaweza kukaa. Kulingana na mistari miwili ya Biblia ambayo tumeisoma kwenye sura ya 20 ya Injili ya Yohana, yaani ule mstari wa 21 na 22, tunapata ujumbe unaosema kufanyika mwana halisi baada ya ufufuo.
kufanyika mwana halisi baada ya ufufuo. Na tunaona siku ile ambayo Yesu Kristo aliweza kufufuka, baada tu ya Yesu Kristo kufufuka, kama ambavyo tunafahamu ya kwamba baada ya Yesu kufufuka aliendelea kuwepo duniani kwa siku 40 nyingine kabla ya kupaa kwake na kwenda mbinguni. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mwinjilisti Luka anapoandika anaonyesha yale ambayo Yesu alianza kufundisha na kufanya. Lakini kwenye ule mstari wa 3 anaelezea baada ya Yesu kuteswa kwake na baada ya Yesu kufufuka. Kwenye ile Matendo 1 mstari wa 3 tunasoma hivi. Anasema wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo baada tu ya Yesu kufufuka, tunaona alikuwa na ufuatiliaji wa kuwafuatilia wanafunzi wake. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ile dhoruba, ule msukosuko wa yeye kukamatwa na kuteswa na kuuawa ulikuwa umewakatisha tamaa. Na ndio sababu baada tu ya Yesu kufufuka alianza mara moja, akijua ya kwamba ana siku 40 tu za kuweza kuwafuatilia wanafunzi wake na kuwaimarisha na kuwarejesha katika hali njema ambayo walipaswa kuwa nayo. Na tunaona jambo la kwanza, kama ambavyo mwinjilisti Luka anasema hapa kwenye mstari wa 3, alikuwa akiwafundisha na kuwadhihirishia kwamba yeye aliyeteswa na kufa pale msalabani yu hai. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo ndio lilikuwa jambo moja la msingi sana. Na katika kipindi hicho cha siku 40 Yesu alikuwa na vipaumbele vyake. Pamoja na mambo mengi ambayo aliyafanya kwa wanafunzi wake, lakini alikuwa na vipaumbele vyake. Moja ya kipaumbele ndio hiki ambacho tumesoma, ya kwamba aliweza kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu kwa wafuasi wake. Lakini tunaweza kuona kipaumbele kingine ambacho Yesu alikuwa nacho, ambacho kipaumbele hiki
tumekipata kwenye andiko letu la msingi kwenye Injili ya Yohana sura 20 mstari ule wa 21, ambapo tumesoma ya kwamba basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Kwa hiyo yote yale ambayo alikuwa anawafundisha wanafunzi wake alikuwa na kusudi. Na kusudi lake linaonyeshwa au linaonekana katika mistari hii ambayo tumeisoma. Wanafunzi wake aliokuwa anawafuatilia, kulikuwa na jukumu au walikuwa na jukumu la kufanya baada ya Yesu kuwa ameondoka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio sababu anaanza anasema, amani iwe kwenu. Na kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Tunaona Yesu alifanya hivyo kwa sababu aliwaona wanafunzi wake wakiwa na jukumu kubwa la kuweza kutimiza, wakiwa na jukumu kubwa mbele yao baada ya yeye kuwa ameondoka. Na tunaona kipaumbele cha pili, maandiko yanasema katika mstari wa 22, anasema naye akisha kusema hayo akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kutokana na hilo jukumu kubwa ambalo walikuwa nalo wanafunzi wake, tunawaona kabla ya Yesu kuondoka akawavuvia Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na mistari hii huwa inawatatiza sana watu, kwa sababu tunaona kabla Roho Mtakatifu, tunaona Roho Mtakatifu pia baada ya Yesu kuondoka siku ile ya Pentekoste, maandiko yanasema ndipo kipawa cha Roho Mtakatifu kilipomwagwa. Ndipo alipoachilia kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa hapa Yesu na yeye kabla ya kuondoka akiwa hapa duniani anawavuvia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo watu wengine wanachanganya na kushindwa kuelewa sehemu hizi mbili. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaposoma kwenye ule mstari wa 19, ukirudi nyuma kidogo, mstari wa 19 mpaka 21, tunasoma hivi: Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu.
Naye akisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Ndio anaendelea sasa kusema ule mstari wa 21 ambao ndio msingi wa somo letu. Tunaona akiendelea kusisitiza jambo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo siku ya kwanza baada ya ufufuo ndio tunaona Yesu anazungumza mambo ya Roho Mtakatifu na kuwavuvia wanafunzi wake. Kutolewa kwa Roho Mtakatifu na Yesu kwa wanafunzi wake siku ya ufufuo haikuwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunaona anawaambia pokeeni. Kwa hiyo kuna tofauti wakati huu na siku ile ya Pentekoste. Wakati huu ni wakati ule ambapo siku tu ya kwanza Yesu alipofufuka jioni, kama maandiko yanavyosema, alikutana na wanafunzi wake akawavuvia Roho Mtakatifu. Hii ni tofauti na siku ya Pentekoste. Kutolewa kwa Roho Mtakatifu na Yesu kwa wanafunzi wake siku ya ufufuo, unaona hapa Yesu aliwavuvia wanafunzi wake Roho Mtakatifu siku ya kufufuka kwake jioni, kama ambavyo tumesoma maandiko. Kutolewa kwa Roho Mtakatifu na Yesu kwa wanafunzi wake siku ya ufufuo haikuwa ubatizo wa Roho Mtakatifu kama ulivyopokelewa siku ya Pentekoste. Ubatizo huu ambao ulipokelewa siku ya Pentekoste wenyewe umeandikwa kwenye Matendo sura ile ya 2 mstari ule wa 4 na Matendo 1:5. Na ilikuwa ni kupokelewa tu moyoni na wanafunzi kwa mara ya kwanza. Sawa? Yaani ile siku ile jioni Yesu anapowaambia wapokee Roho Mtakatifu na anawavuvia, ina maana gani? Ilikuwa ni kupokelewa tu moyoni na wanafunzi kwa mara ya kwanza, na kwa uwepo wa Roho Mtakatifu unaosababisha kuzaliwa mara ya pili na maisha mapya kutoka kwa Kristo aliyefufuka. Sawa? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Utaelewa kadri tunavyoendelea, utaelewa. Wewe nifuate tu hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwa maneno mengine, wanafunzi wa Yesu ambao Yesu alikutana nao jioni na akawavuvia Roho Mtakatifu, baada ya Roho Mtakatifu kuwa ndani yao aliwawezesha kuwazaa mara ya pili. Kile kitendo cha kuzaliwa mara ya pili ndicho kilifanyika. Sawa? Haleluya. Haleluya. Na kuna mambo matatu ambayo yani inatakiwa kuyaelewa kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo baada ya kuzaliwa mara ya pili,
waliweza kupokea Roho Mtakatifu. Na tunaona hapo Yesu alipowavuvia alitimiza ahadi yake ya Roho Mtakatifu kwenye ile Yohana 14:17. Sawa? Anasema sitawaacha ninyi yatima, nitawaletea msaidizi. Kuwavuvia au kuwapulizia pumzi ya uhai ndani yao ni kama wakati wa kuumbwa kwa mwanadamu. Tunajua mwanadamu aliumbwa, lakini kabla ya kuwa nafsi hai ilikuja baada ya yeye kupuliziwa pumzi ya Mungu mwenyewe. Ile Mwanzo 2:7. Kwa hiyo kwa njia ya ufufuo wake Yesu alifanyika roho yenye kuuisha. Sawa? Yaani kwa nini hili jambo alikutokea kabla ya Yesu kuteswa na kufa pale msalabani? Ukisoma kwenye Wakorinto 2:5, Wakorinto wa kwanza 15:45, tunaona jambo hili lilikuwa linasubiri wakati ili liweze kufanyika au kufanywa. Kwenye mstari ule wa 45 tunasoma hivi: ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuuisha. Haleluya. Tunajua Adamu wa kwanza alishindwa. Sawa? Na ndio maana kupitia Adamu wa kwanza dhambi ikaingia ulimwenguni. Lakini tunaona Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, tunaona yeye aliweza kushinda. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu alishinda, ndio maana hapa anasema Adamu wa mwisho sasa ambaye ni Yesu Kristo ni roho yenye kuuisha. Unajua ile pumzi ndio inayoleta uhai. Hata wakati ule Nabii Ezekieli amechukuliwa katika lile bonde lenye mifupa mikavu, na Mungu akamuuliza ya kwamba, je, mifupa hii yaweza kuishi tena? Na akaambiwa aitabirie. Aliitabiria, ile mifupa ikaungana kutoka mfupa mmoja hadi mwingine, na baadaye ile mifupa ikapata nyama, lakini bado haikuwa na uhai. Ilikuwa inahitaji kuwa na uhai. Na uhai ulitokea baada tu ya kupuliziwa pumzi ya Mungu. Ndipo lilipotokea jeshi kubwa likasimama mbele ya Ezekieli. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo ndivyo ambavyo Yesu Kristo baada ya kufufuka
alipowatokea wanafunzi wake, kwa sababu yeye kama ambavyo tumesoma, kwa sababu yeye ni roho yenye kuuisha, aliweza kuwavuvia wanafunzi wake Roho Mtakatifu, na wanafunzi wake wakauishwa kama yeye alivyouishwa kutoka kaburini. Kwenye Warumi pia anasema, ikiwa Roho aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, atauisha pia miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaona anaposema pokeeni Roho Mtakatifu, uthibitisha kuwa katika tukio hilo aliingia na kuanza kuishi ndani ya wanafunzi. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo wanafunzi waliweza kuona Yesu akiishi ndani yao. Na ndio ukiendelea kusoma kwenye nyaraka za Mtume Paulo anagundua na anatoa ushuhuda wake, anasema sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Na mwimbaji mmoja akaimba akasema, sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeomba, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeomba, bali Kristo ndani yangu. You are ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Mtume Paulo anasema sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Na uhai nilio nao sio uhai wangu, unatokana na Yesu. Na kwa sababu Yesu amefufuka, Yesu yu hai, na mimi pia ni hai. Na ndivyo ilivyokuwa kwa wanafunzi wake, wakawa hai kwa sababu kwanza Yesu amefufuka, lakini baada ya Yesu kufufuka amewavuvia Roho Mtakatifu. Na baada ya kuwavuvia Roho Mtakatifu ameweza kuwazaa mara ya pili. Na ndio kwenye Wakorinto wa pili 5:17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amekuwa kiumbe kipya kwa sababu gani? Ndani yake Yesu anaishi. Lakini anaishi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu aliishi ndani yao kwa kuwafanya upya, kuwafanya viumbe vipya katika Kristo. Lakini pia Yesu aliishi ndani yao
Kwa sababu tunaona hapo kama anavyosema, kama Baba alivyonituma nami nawapeleka. Tunaona jambo jingine, akuwavuvia tu Roho Mtakatifu, lakini pia aliweza kuwapa mamlaka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ule mstari wa 23 anasema, wote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Yesu akitangulia kuwapa pia mamlaka kulingana na wajibu ambao uko mbele yao kabla ya kuwatuma. Kwenye Mathayo 28 mstari ule wa 16 mpaka 20. Mathayo 28:16 mpaka 20 tunasoma hivi: na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo tunaona pia Yesu anawapa mamlaka. Bwana asifiwe sana. Kabla ya kuwatuma, kabla ya kuwapeleka, kama ambavyo sema, kama Baba alivyonipeleka mimi na ninyi nawapeleka. Lakini tunaona jambo jingine, Yesu anawaahidi tena kuhusiana na Roho Mtakatifu. Anawaahidi tena juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu utakaotokea siku ya Pentekoste, baada ya yeye kuwa ameondoka. Kwenye Matendo 1 mstari ule wa 5, tuanzie wa 4. Anasema, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Sasa hapa sasa ndipo ambapo unaweza ukatofautisha, sawa, kile mtu anachopokea anapoamua kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Sawa? Anachoweza kupokea ni kitu ambacho kinaingia ndani. Anakipokea ndani. Ule uvuvio wa Yesu aliovuvia wanafunzi wake waliweza tu kuupokea ndani. Lakini kumbuka, wakati huo hakukuwa na ishara za nje zilizoonyesha kile kilichotokea ndani. Ishara ninazozungumzia kama kunena kwa lugha. Lakini mabadiliko yanayotokana na Roho Mtakatifu yalianza siku hiyo hiyo. Haleluya.
Jina la Bwana libarikiwe. Yalianza siku hiyo hiyo kabla hata ya siku ya Pentekoste. Na ndio maana tunaona siku ya Pentekoste tayari Petro na wenzake, kwa sababu walishavuviwa Roho Mtakatifu, wana ujasiri sasa. Petro anasimama kwa ujasiri na kutoa ile hotuba iliyosababisha wanaume 3,000 na watu wengine kuokolewa siku hiyo ya Pentekoste. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unaona hapo kuna mambo mawili sasa mpaka hapo tumejua. Sawa? Kuna kuzaliwa mara ya pili ambako kwenye Yohana 3 Nikodemu aliweza kuzungumza na Yesu. Akaambiwa hamna budi kuzaliwa mara ya pili kwa Roho. Haleluya. Kwa kuvuviwa Roho kama Yesu alivyowavuvia wanafunzi wake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini kuzaliwa mara ya pili ni tofauti na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwenye haya maandiko ya Yohana 20:21-22 yanazungumzia wanafunzi wa Yesu kuvuviwa Roho Mtakatifu na kuzaliwa mara ya pili, kuokolewa. Sawa? Lakini kwenye Matendo sura ile ya 2 na sura ya 1 mstari wa 5 tunaona anazungumzia juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao watu walipoenda kwa Yohana Mbatizaji kubatizwa, Yohana alikiri ya kwamba yeye ni mtangulizi wa Yesu. Na yeye ubatizo wake hauna nguvu kama ule ubatizo wa Yesu, ambao Yesu yeye atakapokuja atawabatiza watu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo unaona sasa kazi ya Yesu inakuwa na mwendelezo. Sawa? Siku ile ya kwanza Yesu alipofufuka jioni, aliwavuvia Roho Mtakatifu wanafunzi wake, wakazaliwa mara ya pili. Tuko pamoja? Lakini siku ile ya Pentekoste, Yesu akiwa ameshaondoka duniani, tunaona pia yeye aliweza kuwabatiza wanafunzi wake pamoja na watu waliokuwepo siku ile. Wale watu waliweza kuzaliwa mara ya pili, lakini pia wakabatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Hapo sasa unaweza kuelewa maandiko haya kwamba kila andiko linaelezea kitu chake. Sasa unaweza ukajiuliza, ina maana kabla ya ufufuo wa Yesu, ina maana hawa kina Petro sasa walikuwa hawajaokoka? Nikodemu aliyeambiwa na Yesu hamna budi kuzaliwa mara ya pili, ina maana alikuwa hajaokoka? Yusufu wa Arimathaya naye pia pamoja na wafuasi wengine wa Yesu, ina maana walikuwa hawajaokoka? Sikiliza. Awali, yani kabla ya Yesu kuteswa na kufa na kufufuka, awali wanafunzi walikuwa ni waamini wa kweli. Sikiliza. Walikuwa ni waamini wa kweli na wafuasi wa Yesu, na walikuwa wameokolewa kwa mujibu wa Agano la Kale. Walikuwa wameokolewa, lakini sio
kwa mujibu wa Agano Jipya. Walikuwa wameokolewa kwa mujibu wa Agano la Kale. Hata hivyo, walikuwa bado hawajafanywa upya kwa ukamilifu kwa mtazamo wa Agano Jipya. Hapo sasa unanielewa? Haleluya. Yaani imani yao au kuhesabiwa kwao haki kulitokana, haleluya, kama vile ilivyokuwa taratibu nyingine za watu wa Agano la Kale. Tuko pamoja? Tunajua kuna watu katika Agano la Kale ambao pia walihesabiwa nini? Haki. Sawa? Walikuwa ni waamini. Tunamwona Ibrahimu na yeye alihesabiwa haki. Bwana asifiwe sana. Lakini kabla ya Yesu kuteswa, kabla ya Yesu kufa, kabla ya Yesu kufufuka, walikuwa hawajafanywa upya kwa ukamilifu kwa mtazamo wa Agano Jipya. Hadi wakati huo wanafunzi walikuwa hawajaingia katika Agano Jipya lililopatikana kwa njia ya mauti na kufufuka kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua, kabla ya Yesu kufa, alipoandaa karamu, aliwaambia hii ndio damu ya Agano Jipya inayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo tunaona baada ya damu ya Yesu Kristo kumwagika na kuwa ondoleo la dhambi na Yesu kufufuka, ndipo ambapo tunaona sasa wanafunzi sasa wangeweza kufanywa upya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Waebrania 9:15-17 tunasoma hivi: na kwa sababu hii ni mjumbe wa Agano Jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa ikiwa yu hai yeye aliyelifanya. Unaona? Kwa sababu sasa Yesu ameshakufa na amefufuka, lile agano likawa na nguvu, ndio likawawezesha sasa watu waweze kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa kiroho kwa wanafunzi wake na kuzaliwa kwa kanisa ni jambo lile lile moja. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa wanafunzi waliweza kuzaliwa kiroho au kuzaliwa upya au kuzaliwa mara ya pili. Lakini ukiendelea kwenye Matendo 2 siku ya Pentekoste, tunaona pia kanisa lilifanya nini? Lilizaliwa. Kwa hiyo ni kitu kile kile. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuelewa huduma ya Roho Mtakatifu kwa watu wa Mungu, kwanza walipokea Roho Mtakatifu na kuzaliwa upya kabla ya siku ya Pentekoste kama ambavyo tumeona. Lakini tunaona pia kuna kumwagwa kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, na ubatizo au ujazo wa Roho Mtakatifu ulikuwa ni kazi ya pili na inayojitegemea ya Roho ndani yao.
Kazi hizi mbili za Roho Mtakatifu katika maisha ya wanafunzi wa Yesu ndio utaratibu kwa waamini wote. Sasa hapo unaona mtu anaweza akasema mbona mimi nimeokoka na lakini sijawahi kunena kwa lugha, si ndio? Haleluya. Je, kweli na mimi nimeokoka? Kwa hiyo unaona, je, kweli mimi nimezaliwa mara ya pili? Kwa hiyo unaona kwamba unaweza ukawa umezaliwa mara ya pili, sawa, lakini hujanena kwa lugha. Kama ambavyo tumeona hapa kwamba kabla Yesu kuondoka aliwavuvia wanafunzi wake na wanafunzi wake wakazaliwa mara ya pili. Tuko pamoja? Lakini kulikuwa kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa bado inaendelea. Sawa? Ndio maana akawaambia wasitoke wapi? Yerusalemu, wasubiri tena mpaka watakapobatizwa, ule ubatizo ambao Yohana aliusema, ubatizo wa Roho Mtakatifu, ubatizo wa Yesu kuwabatiza watu kwa Roho Mtakatifu, waungojee. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kuwa mashahidi, kupokea nguvu na kuwa mashahidi. Na ndio maana tunaona Yesu anawaambia wanafunzi wake kwenye ile Matendo 1:8, akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, hata mwisho wa nchi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwenye Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kumbuka somo letu linasema kufanyika mwana halisi baada ya ufufuo. Kwa hiyo tunaona kabla ya Yesu kuteswa na kufufuka, tunaona kina Petro na wenzake walikuwa wamefanyika watoto wa Mungu. Sawa? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kama ambavyo tunaona kabla ya Yesu kuteswa na kufufuka, waliompokea Yesu walikuwa wengi. Ambao Yohana anasema wote waliompokea walifanyika watoto wa Mungu. Walifanyika watoto wa Mungu kwa kumwamini tu Yesu. Kwa hiyo tunaona kabla ya Yesu kuteswa, katika miongoni mwa mitume aliokuwa nao alikuwepo pia Yuda Iskarioti, si ndio? Na yeye anawekwa kwenye ili andiko kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tuko pamoja? Haleluya. Kuna tofauti ya kufanyika watoto wa Mungu na kufanyika wana halisi au watoto halisi.
Ni kama Biblia inavyosema, waitwao ni wengi, wateule ni wachache. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo kuna mchujo. Sawa? Hata wale ambao waliambiwa kwamba wote waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, tunaona baada ya Yesu kufufuka. Haleluya. Haleluya. Kuna wengine ambao hawakuendelea. Lakini tunaona wana halisi. Haleluya. Wana halisi ndio waliendelea hata baada ya ufufuo. Ndio maana somo letu linasema kufanyika mwana halisi baada ya ufufuo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo baada ya Yesu kufufuka na kufanya ufuatiliaji, na tunaona hawa akawavuvia Roho Mtakatifu, hawa ndio waliokuwa wana halisi. Unajua Biblia inataja aina mbili za wana. Kuna wana halisi, lakini kuna wana wasiokuwa halisi. Tunapomwangalia baba wa imani Ibrahimu, Mungu alikuwa amemkusudia awe na mwana halisi wa kutoka kwenye viuno vyake mwenyewe. Lakini kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wake, Mungu tu ndiye alikuwa anajua. Ibrahimu na mkewe Sarai wakaona kama vile Mungu anachelewa kuwapatia mwana halisi. Badala yake wakatumia njia zao kwa Sarai kuweza kumpa Ibrahimu mjakazi ili amzalie mwana. Lakini baada ya hiyo mwana kuzaliwa ambaye ni Ishmaeli, Mungu alimkataa. Akasema yupo mwana halisi atakayetoka katika viuno vyako mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na tunaona kwa namna ya muujiza Isaka akazaliwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndipo sasa unaona tofauti iliyoko kati ya mwana halisi na mwana asiyekuwa halisi. Baada ya Sarai kuwa ameelewa kosa lake na kutaka kutengeneza, anamwambia Ibrahimu mfukuze mwana wa mjakazi, kwa sababu huyu sio mwana halisi, na kwa sababu sio mwana halisi hawezi kurithi, ila mwana halisi ndiye atakayerithi. Haleluya. Ndiye atakayepokea. Na tunaona baada ya Yesu kufufuka, wana halisi ndio wanaanza sasa kupokea. Yesu anawaambia pokeeni nini? Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwenye somo hili tutaanzia hapo kuona maisha ya mwana halisi yanatakiwa yaweje.
Sawa? Haleluya. Haleluya. Sasa Yesu paka anazungumza na wanafunzi wake kwenye ile mistari ambayo tumesoma, tunaona kwenye ufuatiliaji wake aliwafuatilia wale wanafunzi wake kama wana halisi, sio wana haramu. Tuko pamoja? Kuna tofauti kati ya mwana halisi na mwana asiyekuwa halisi. Wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema mwana wa haramu. Kwenye Waebrania sura ile ya 12 mstari wa 3 mpaka wa 10. Waebrania sura ya 12 mstari wa 3 mpaka wa 10. Tunasoma hivi, sikiliza sasa. Maana tafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana. Kama kusema na nani? Na wana. Kama kusema na wana ambao ni halisi. Kama ambavyo tumeona kwenye Matendo ya Mitume kwamba kwa siku zile 40 Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake. Alikuwa anazungumza nao kama baba. Sawa? Kulingana na hali ambayo walikuwa nayo. Sasa anasema hivi, mwanangu, usiadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Unaona? Baada ya Yesu kufufuka, mahali ambapo alitakiwa kufariji, alifariji. Mahali alipotakiwa kuonya, alionya. Mahali alipotakiwa kuelekeza, alielekeza. Mahali alipotakiwa kukemea, alikemea kwa nguvu zote. Na ndio maana anamwambia Thomas, anamkemea kwa kutokuamini kwake, pamoja na kwamba ameambiwa na watu zaidi ya 2 ya kwamba Yesu yu hai, lakini yeye bado hakuweza kuamini. Na kwa sababu Yesu alikuwa anampenda Tomaso, na Tomaso alikuwa ni mwana halisi. Sawa? Haleluya. Tunaona kule kukemewa kwa Tomaso kuliweza kuleta matokeo. Haleluya. Ukiona kukemewa kuleti matokeo kwa yule mtu anayekemewa, inawezekana huyo sio mwana halisi. Kwa sababu wana halisi tunaowasoma kwenye Biblia, walipokemewa kulikuwa na matokeo. Petro alipokemewa na Yesu alikuwa anakemea ile roho iliyokuwa ndani ya Petro. Yesu anakemea ile roho, anamwambia, rudi nyuma yangu Shetani, kwa maana ukikwazo. Unaona unyenyekevu wa Petro. Petro anataka kuoshwa miguu na Yesu, anasema haiwezekani wewe kuniosha mimi miguu.
wewe ni mtu mkubwa sana. Yesu anamwambia kama utaki, huna shirika na mimi. Petro anasema hivi kwa sababu ni mwana halisi, anasema sio miguu tu, niko tayari hata unioshe mwili mzima. Lakini Yesu anamwambia aliyekwishaoga hahitaji tena kuoga, ila tu kuoshwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo anaendelea kusema hivi, mwanangu, usiyadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda umrudi, naye umpiga kila mwana amkubalie. Sio tu kukemewa, hata kupigwa. Umpiga kila mwana anayefanya nini? Anayemkubali, yaani mwana halisi. Anaendelea hapa anasema, ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana. Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Anasema, basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi. Kumbe hata Biblia imesema kama hakuna kurudiwa, ninyi sasa sio wana halisi, ni wana wa haramu. Kwa sababu mwana wa haramu baba yake hawezi kumjali, kwa sababu anajua huyu sio mtoto wangu, si ndio? Lakini mwana halisi baba yake ana uchungu naye. Na ndio maana unaona Yesu alipoenda msalabani aliwafia wanafunzi wake, damu yake ilimwagika kwa ajili yao. Yeye ndiye mchungaji mwema aliyetoa uhai wake kwa ajili ya wanafunzi wake. Sawa? Haleluya. Na kwa sababu ametoa uhai wake kwa ajili ya wanafunzi wake, ndio maana unaona sasa anawatafuta wale wana halisi.